Pointi yangu ni hii: ingawa majini wana uwezo wa kufanya mambo makubwa zaidi ya wanadamu, lakini mwanadamu Mwenyezi Mungu amempa uwezo wa kuwa kiongozi katika ulimwengu wa hao majini. Maana yake mwanadamu ana uwezo wa kumtumikisha jini akafanya kile anachotaka yeye mwanadamu kifanyike. Pale ambapo mwanadamu hana uwezo wa kuingia, lile ambalo mwanadamu hana uwezo wa kufanya, Mwenyezi Mungu amempa ukhalifa. Ana uwezo wa kumtuma, wa kumtumikisha jini akafanya kile ambacho mwanadamu anataka kukifanya. Na hili ndilo watu wengi wanalolitumia katika kudhuru maisha ya watu, katika kufanikisha majambo yao na mambo ya watu kwa kutumia majini, kwa sababu majini wana uwezo mkubwa wa kufanya majambo ambayo wanadamu hawawezi kufanya. Lakini jini ana uwezo, ana amri juu ya kutii amri ya mwanadamu. Ndugu yangu, hii ilmu ni pana, lakini ninachotaka kusema, wanadamu wengi wanaharibikiwa majambo yao, wanavurugwa mipango yao na wanadamu wenzao kwa kupitia mashetani au kupitia majini. Wengi wanaweza wakawa wana ilmu ya kidunia, wana fani mbalimbali, wana nuru, wana bahati, wana riziki zao pana, lakini mambo yao yakavurugika, riziki ikapotea, mambo yao yakawa shaghala baghara. Kwa nini? Kwa sababu tu ya aini, husda, choyo ya binadamu wenzao juu ya mafanikio yao. Wakatumia majini ili kwenda kuvuruga maisha yao, kuvuruga riziki zao, kuvuruga mipango yao. Na hiyo ndio hali ambayo wengi tunaipitia kwa sasa. Na wengi hatujui namna gani ya kujikwamua, namna gani ya kujilinda zidi ya kuharibikiwa kwa majambo yetu kutokana na shari hizi za majini na mashetani. Kwa hiyo ndugu yangu, sisi kama Bidabida Dua Center, Mwenyezi Mungu